Karibu kwenye mashua ya habari, mahali tunachambua kwa kina matukio yanayotikisa taifa. Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua amemkemea Rais Ruto kwa kile anachokiita majigambo ya kisiasa baada ya rais kudai kuwa kufuatia kupungua kwa ushawishi wa Raila Odinga hana mpinzani wa kweli mwaka 2027. Lakini je, ni kweli Ruto hana mpinzani au ni mwanzo wa moto mpya wa kisiasa unaowaka taratibu kuelekea uchaguzi mkuu? Mimi ni Isa Mashua na hii ni Mashua ya Habari. Kumbuka kusubscribe. Katika mkutano wa hadhara uliofanyika eneo la Malava, Rais Ruto alisikika akisema kwamba mpinzani pekee aliyekuwa na uzito wa kumkabili alikuwa Raila Odinga na sasa wengine ni kama hakuna. Kauli hiyo ilionekana kama ujumbe wa kujiamini, lakini pia imezua mjadala mkubwa kuhusu heshima, uhalisia wa kisiasa na hatari ya kujiona tayari mshindi miaka miwili kabla ya kura. Wachambuzi wa siasa wanasema Rais Ruto alikuwa anajaribu kutuma ujumbe kwa nguvu kwa wapinzani wake, huku akijenga taswira ya kiongozi asiye na wasiwasi. Lakini wengine wanasema ni kiburi cha madaraka kisicholingana na changamoto za kiuchumi, hasira za wananchi na mgawanyiko wa kisiasa unaoendelea nchini. Siku chache baada ya kauli hiyo, Rigathi Gachagua, ambaye sasa amejitokeza kama kauli kali ya upinzani wa ndani, alijibu vikali katika mkutano wa hadhara huko Nyeri. Alisema waziwazi na nanukuu, "Nimesikia William Ruto akijivuna kwamba baada ya Raila Odinga hana mpinzani. Nataka nimwambie sisi si wapinzani wake ni wananchi wa Kenya." Mwisho wa nukuu. Kauli hiyo ilionekana kama sauti ya kuamsha ari mpya ya kisiasa, ikionyesha kwamba Gachagua hatarudi nyuma katika kumkosoa bosi wake wa zamani. Anadai kwamba serikali imepoteza mwelekeo na kwamba wananchi wanaumia huku viongozi wakishindana kwa maneno badala ya matendo. Kwa wachambuzi, huu ni mchezo wa maneno wenye mizizi mikubwa. Ruto anajaribu kudhibiti uwanja wa kisiasa mapema, kuonyesha udhaifu wa wapinzani na kupandikiza fikra kwamba hakuna anayemkabili kwa uzito. Kwa upande mwingine, Gachagua anatumia mwanya huo kujenga jina kama msemaji wa wananchi wanaotengwa. Jambo linaloweza kumtengenezea nafasi kubwa kisiasa. Aidha, upinzani kupitia Azimio unasemekana kupanga kumsimamisha mgombea mmoja wa urais mwaka 2027, hatua ambayo huenda ikabadili mchezo mzima. Majina kama Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Hassan Joho yanatajwa katika majadiliano hayo. Kwa hivyo kauli ya Ruto kwamba hana mpinzani huenda ikaonekana kama mapema sana kujitangaza mshindi, kwa sababu upepo wa siasa nchini Kenya hubadilika ghafla. Wakati hayo yakijiri, sauti za wananchi mitaani zinaeleza picha tofauti kabisa. Baadhi wanasema Ruto anapaswa kutumia muda huu kutatua changamoto za maisha, bei ya bidhaa na ukosefu wa ajira, badala ya kuhesabu kura kabla ya muda. Wengine wanamuunga mkono wakisema anafanya kazi kubwa kuboresha uchumi na kauli yake ni ishara tu ya kujiamini. Hata hivyo, wengi wanaona kuwa kauli kama hizi ni ishara ya mivutano ya ndani ya serikali ambayo inaweza kuathiri siasa za Jubilee mpya au Kenya Kwanza kama muungano. Kwa sasa ni wazi kwamba maneno yamegeuka risasi za kisiasa. Kauli za viongozi hawa wawili, Ruto na Gachagua, zinaonyesha kwamba 2027 itakuwa zaidi ya uchaguzi, itakuwa mapambano ya itikadi, ushawishi na nguvu ya wananchi. Lakini mwisho wa siku, kama alivyosema Gachagua, mpinzani halisi ni wananchi. Wananchi wanaolipa kodi, wanaosubiri ahadi kutekelezwa na wanaoamua hatima ya taifa kwenye debe. Hadi hapa kwenye Mashua ya Habari. Asante kwa kutazama. Usisahau kusubscribe kwenye Mashua TV Kenya kwa uchambuzi wa kina, mitazamo isiyoegemea upande wowote na sauti za wananchi. Mimi ni Isa Mashua, hadi wakati mwingine, safari njema ya habari.